Bwana asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Jina langu ni Albert Mugedi Jeru, na kwa neema ya Mungu ninatumikia Bwana kama mchungaji katika kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, Mugatari LCA, chini ya Reverend Peter Jeru Munga, na ninashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo Bwana umetupea ili tukaweze kulisikia neno lake na pia tukaweze kubarikiwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Leo ikiwa ni siku ya Jumapili tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka wa 2020, ningependa tupate nafasi ya kulisikia neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Na kabla ya kusoma neno la Bwana, ningependa tuombe ili Mungu akaweze kutuongoza katika jina la Yesu. Tuombe. Tukushukuru Baba wetu wa milele na Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya upendo wako mwingi uliotupenda nao. Asante kwa sababu ya kutusameha hata ukamtuma mwanao Yesu Kristo aje kwa sababu yetu. Na pia Bwana wa utukufu, umetupea nafasi hii tukaweze kulisikia neno lako. Waomba ya kwamba Bwana ukatusaidie tunapolisikia neno lako likawe na msaada katika maisha yetu kwa utukufu wa jina lako. Najiweka mikononi mwako Bwana, ukanitumie kama chombo chako, mfalme wa amani, kwa ajili ya watu wako. Katika jina la Yesu tuomba na tunashukuru. Amen. Ningependa siku ya leo tuweze kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Zaburi, that is Psalm chapter number 23. Nitasoma mistari yote 6. Hiyo Zaburi ni ya mistari 6 tu peke yake, na hii Zaburi imeandikwa na mtumishi wa Mungu Daudi. Na neno la Bwana linasema hivi: The Lord is my shepherd, I have all that I need. He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. He renews my strength. He guides me along right paths, bringing honor to his name. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Number 6, surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Bwana asifiwe sana. Kama vile nimetangulia kusema ni kwamba hiyo Zaburi imeandikwa na Daudi, na tunajua historia ya Daudi. Daudi alipokuwa anaandika hii Zaburi aliandika out of experience, maana alikuwa mchungaji wa kondoo za baba yake, na anajua alipokuwa anaandika alikuwa anajua ya kwamba wakati wote kondoo hutegemea mchungaji kwa kila jambo. Hutegemea mchungaji kwa sababu ya malisho, kwa sababu ya kuelekezwa, na pia kwa sababu ya ulinzi. Bwana asifiwe sana. Kondoo hakuna vile atakaa bila kumtegemea mchungaji, kwa sababu tukiangalia katika historia ya Daudi, wakati mmoja alipokuwa anachunga kondoo za baba yake, kuna wakati simba alikuja kukula ama kuvamia kondoo, lakini Biblia inasema ya kwamba Daudi aliweza kuua yule simba. Kuna wakati ndufu alikuja, Daudi alimuua. Alikuwa ana defend ama alikuwa ana protect wale kondoo. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha ya kwamba wakati wote kondoo atategemea mchungaji for provision, for guidance and for protection. Katika kila jambo atamtegemea mchungaji, na kwa sababu hiyo out of experience akamweka Bwana kuwa ndiye tegemeo lake, na anasema hivi: The Lord is my shepherd, Bwana ndiye mchungaji wangu. Hiyo ni kusema ya kwamba ikiwa Bwana ndiye mchungaji wake, hakuna jambo litampungukia. Hatapungukiwa na chakula, hatapungukiwa na uelekezi, hatapungukiwa na ulinzi. Mambo yote itakuwa salama
kwake, kwa sababu ako na mchungaji ambaye anamuelekeza, ambaye anamshughulikia katika kila jambo. Kwa hivyo akasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Katika Agano Jipya, Biblia inatuonyesha katika kitabu cha Yohana 10 na mstari wa 11 ya kwamba Jesus is a good shepherd. Yeye ndiye mchungaji mwema, ndiye mchungaji ambaye alijitoa uhai wake kwa sababu ya kondoo. Alipoona ya kwamba tutaangamia, akajitoa kwa sababu yetu, ili tuweze kuwa chini ya uchungaji na chini ya ulinzi na uelekezi wake Yesu Kristo, tusije tukapotea na tusije tukaangamia. Yeye ndiye mchungaji mwema. Na Biblia hapo katika kitabu hiyo ya Yohana 10, Biblia inasema ya kwamba mchungaji mwema hutoa maisha yake, ama ana risk maisha yake kwa sababu ya kondoo. Lakini mchungaji wa msahara akiona mbwa mwitu, yeye anatoroka, anaacha kondoo. Lakini tazama Yesu, yeye hawezi kutuacha. Wakati wa shinda anakuwa pamoja nasi. Na ndio sababu mtumishi wa Mungu akasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Na wewe mpendwa, mahali uko, Bwana ndiye mchungaji wako. Yeye ndiye mchungaji wetu mwema. Maana hata wakati wa shida, wakati wa hatari, anakuwa pamoja nasi. Hakuna wakati atatupungukia. Na katika pia kitabu cha Petro wa kwanza 5 na mstari wa 4, Biblia inasema ya kwamba he is a great shepherd who will give us the crown of glory and honor. Yeye ndiye the great shepherd. Yeye ndiye mchungaji mkuu. Wanasifiwa sana. Kwa hivyo ni vizuri kumweka Bwana kuwa mchungaji na kumtambua kama mchungaji, na tukijaribu kutafakari mchungaji anakaaje na kondoo wake, na sisi tuwe kama kondoo wake Bwana. Biblia inasema mahali pengine katika kitabu hiki tu ya Zaburi ya kwamba sisi ni watu wake, sisi ni kondoo wa malisho yake. Kwa hivyo yeye ndiye anatuongoza, yeye ndiye anatulinda. Biblia inasema pia katika kitabu cha Waebrania kwamba he is also the great shepherd, ambaye Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Na huyo ndiye tunangojea ya kwamba one day tutakapokuwa tumetoka katika maisha haya, atatuongoza katika zizi lake ambapo tutaishi na yeye milele na milele. Kwa hivyo yeye ndiye mchungaji mkuu. Daudi akasema ya kwamba wewe ndiye mchungaji mwema. Wanasifiwe sana. Na si kama kanisa wakati huu, yeye ndiye mchungaji wetu. Wakati tuko katika maisha haya ambayo tunaishi sasa, yeye ndiye mchungaji wetu, na tukimfanya kuwa mchungaji wetu, hakika hatutapungukiwa na kitu chochote. Nataka nikupee mambo 4 ambayo tunaweza pata na ambayo ni hakikisho ya kwamba tutapata na tunapata kupitia kwa huyu mchungaji mkuu, kulingana na mahali ambapo tumesoma. Ukisoma mstari wa 3, Biblia inatuonyesha ya kwamba he will renew our strength and guide us on his path for the honor of his name. Wanasifiwe sana. Atatuongoza, yeye atauisha nguvu zetu, atarenew our strength, kwa sababu yeye ni mchungaji mwema. Wanasifiwe sana. Na tena atatuongoza katika njia zake. NIV inasema ya kwamba atatuongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Biblia inasema ya kwamba he guides me along right path, bringing honor to his name. Kwa ajili ya jina lake, huyu mchungaji mkuu atatuelekeza, hatutaangamia, hatutapotea, kwa sababu ya heshima na utukufu wa jina lake. Atakuwa pamoja na sisi katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mambo yote ambayo tunafanya katika maisha yetu, yeye mchungaji mwema atakuwa pamoja na sisi. Jambo lingine katika mstari wa 4 ya kwamba atatulinda kutokana na hatari yote. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid. Wanasifiwa sana. Sitaogopa hata nikipitia kwenye ufuri wenye giza, ama katika mabonde yenye giza ya mauti. Mimi siwezi kuogopa hofu yoyote, kwa sababu Bwana yu pamoja nami. Mchungaji akiwa pamoja nawe, ambaye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, hakuna haja ya kuogopa. Hata wakati kama huu kuna hatari ya coronavirus, lakini hatuogopi, kwa sababu tunajua ya kwamba ako pamoja nasi. Gongo lake na fimbo lake zinatufariji. Wanasifiwe sana. Kwa hivyo hatuwezi na hatuna sababu ya kufa moyo, hatuna sababu ya kustuka.
kwa sababu tuko na mchungaji, mtu aliye na Bwana ndani yake, ako na uhakikisho ya ulinzi hata wakati wa hatari. Magonjwa yakikuja atatulinda, hatari yoyote ikitokea atatulinda. Jambo la tatu ni ya kwamba atatubariki hata kama adui zetu wanangojea waone kuangamia kwetu. Haleluya! Hata kama adui wanangojea kuona kuisha kwetu, bado mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo atatubariki. He prepares a table for me in the presence of my enemies. Mbele za maadui anaandaa meza. Kwa Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wapendwa, ningetaka niwaambie ya kwamba hata kama wakati mwingine adui wako ukuinukia na saa zingine wanakaa kana kwamba wanangojea kuona ukiisha, nataka nikwambie huyu mchungaji mwema ndiye atakayekuja akutie nguvu, akuinue na uendelee, na wao watakuja mbele zako na wainame na waseme kweli unapendwa na Bwana. Praise the Lord. Kwa hivyo atatuandalia meza, atatubariki. Kinyume na hali vile ilivyo, atatubariki. Hali inaweza sema ya kwamba hatutabarikiwa. Hali unaweza ona kana kulingana na vile iko, unaweza ona kana kwamba mambo imefika mwisho, biashara zimeenda chini kwa sababu ya hii adui mkubwa ambaye anaitwa coronavirus. Unaweza ona ya kwamba mambo mengi, wengine kazi wameachishwa, na wengine wale ambao wako kazi mishahara imekatwa kwa sababu ya shida ambayo iko. Lakini Bwana atakubariki, atakuandalia meza katika jina la Yesu. Utainuliwa kinyume na matarajio ya maadui zako katika jina la Yesu Kristo. Point number 4 inasema Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa 6 ya kwamba his goodness, wema wake na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Haleluya! Wema wa Bwana na fadhili za Bwana zitanifuata. Kama utamfanya Bwana kuwa mchungaji wako, akiwa mchungaji wako, mema yake yote yatakufuata, maana yeye ndiye mchungaji. Atakuonyesha mazuri yake yote. Haleluya! Akikuongoza hautapata shida. Akisema hivyo, Daudi alikuwa na experience, maana yeye katika maisha yake, Biblia inatuambia katika kitabu cha Psalm 34 and verse number 24 hapo, Biblia inasema ya kwamba nilikuwa mdogo na sasa mimi ni mzee, na sikuona mwenye haki wa Mungu ameachwa, ama watoto wake wakiomba chakula barabarani. Haleluya! Kwa hivyo wema wa Bwana na fadhili za Bwana, Daudi akashuhudia ya kwamba zinamfuata na sitakufuata wewe mpendwa, ikiwa Bwana ndiye atakuwa mchungaji wako, mema yake yote yatakufuata. Neno la Bwana linasema kuna mambo mazuri ambayo yanafuatana na wokovu. There are good things that accompany salvation. Praise the Lord. Kwa hivyo amini Bwana na mngojee Bwana, maana yeye ndiye mchungaji mwema. Nataka tuombe katika jina la Yesu. Tunakushukuru Baba wa milele na Mungu mtakatifu. Wewe ndiye mchungaji wetu na mchungaji mwema, mchungaji ambaye anatujali. Tunakuinua, tunakutukuza, tunyenyekea mbele zako ili Bwana utuongoze mahali ambapo Bwana kuna majani mabichi, mahali ambapo kuna maji ya utulivu. Mioyo yetu Bwana itiwe nguvu katika jina la Yesu Kristo. Nabariki mpendwa Jehova Mungu anapoendelea, naomba ya kwamba muandalie meza ili maisha yake Bwana wa utukufu Jehova yakaweza kuangaza katika jina la Yesu, kwa utukufu wa jina lako Bwana. Baba wa milele na Mungu wangu, naomba ya kwamba uliongoza kanisa katika njia za haki kwa ajili ya jina lako. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na tumeamini. God bless you so much. Bwana ndiye mchungaji wetu, yeye ni mchungaji ambaye anatujali. May God bless you so much. Thank you.